Matendo 3 tunaanza na ule mstari wa 3 hadi 6. Na tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Mtu huyu akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka, na Petro akamkazia macho pamoja na Yohana, akasema, tutazame sisi. Akawaangalia, akatarajia kupata kitu kwao. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, simama uende. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu alikuwa ni kiwete. Ukisikia kiwete, yani ni mtu yule ambaye hawezi kutembea mwenyewe, ambaye ni mtu ambaye yuko na ulemavu fulani ndani ya mwili wake. Huyu kiwete alikuwa hawezi kutembea, yani miguu yake ilikuwa haina nguvu zile za kusema anaweza akasimame na kutembea. Kwani kulikuwa watu walikuwa wakimnyanyua kila siku ya Mungu, wanaenda kumweka kila siku ya ibada, wanaenda kumweka karibu ya mlango wa kanisa, ili yeyote atakayeingia ndani ya kanisa ampe angalau kidogo ili apate kujisaidia, kwa sababu alikuwa hana ule uwezo wa kujitafutia yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ilikuwa ishakuwa kama vile mazoea kwake. Wanampeleka pale, anakaa pale, yule ambaye yuko na senti kidogo anamwachia ili akapate angalau. Lakini kiwete huyu aliendelea na maisha hayo. Lakini ipo siku ya Bwana ilipotimia kwake. Petro na Yohana walikuwa wakienda hekaluni, wakamkuta yuko pale mlangoni. Akatarajia, Biblia inasema, neno linasema kwamba akatarajia kupata kitu kutoka kwao. Kumbe hakudhani kwamba Yohana na Petro hawana chochote cha kumpa. Kumbe walikuwa na kitu tofauti ambacho Mungu siku hiyo alikuwa anamwandalia ili apate kupokea kutoka kwao. Mungu akamwandalia uponyaji huo kupitia watumishi wa Mungu Petro na Yohana, akapate kupokea uponyaji. Lakini yeye kwa akili ya kibinadamu alikuwa anatarajia kupata pesa, alikuwa anatarajia kupata kitu ambacho kitamsaidia kwa tumbo lake, kitamsaidia kwa chakula. Akudhani kama hii siku yake ya kupata uponyaji imefika. Akujua kwamba siku yake ya kusimama imefika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akatarajia kupata kitu kwao, akatarajia kupata pesa kwao, akatarajia kupata chakula kwao. Kumbe mpango wa Mungu haikukuwa hivyo. Mpango wa Mungu ulikuwa ni yeye kupata uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku ya leo mimi naongea na mgonjwa, mama yangu. Siku ya leo naongea na mgonjwa mahali popote ulipo, baba yangu. Siku ya leo naongea na mgonjwa, dada yangu. Haijalishi wewe ni kiwete, haijalishi wewe ni kipofu, haijalishi wewe ni unaumwa ugonjwa gani, haijalishi una matatizo gani inayokusumbua. Labda unatarajia watu wakusaidie, unakaa nafasi, unategemea msaada wako kutoka kwa watu. Tazama kiwete huyu. Kiwete walikuwa anatarajia msaada wake utoke kwa watu, apate sehemu angalau kwa watu ili akaikize mahitaji yake, kwa sababu walikuwa hana nguvu za kusimama na kujitafutia. Kama ulivyo jioni ya leo, kama ulivyo mchana wa leo, hauna nguvu za kufanya chochote kwa sababu ya matatizo inayokusonga, kwa sababu ya magonjwa inayokusonga, kwa sababu ya shida mbalimbali. Unatarajia watu waje kusaidie, lakini nakwambia jioni ya leo, nakwambia yupo mponyaji aliyekwenda kumponya kiwete huyo. Yupo mponyaji aliyekwenda kumtia kiwete huyu nguvu akapata kusimama. Ukiteremuka 7 na 8 ikasema kwamba wakamwambia, sisi hatuna dhahabu wala fedha, mbali tulicho nacho ndicho tutakachokupa. Kwa jina la Yesu wa Nazareti, simama na ukaende zako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma 8 na 7 inasema kwamba
wakasimama, wakamshika mkono wa kuume, miguu yake ikatiwa nguvu, akasimama, akaenda kirukaruka, akimshangilia Mungu, akaingia ndani ya kanisa. Nadhani watu walianza kufikiria ni kama yule mwanaume anayekaa pale mlangoni, mbona anafanana kama naye? Sio kama anafanana, ni yeye amesimama kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe, watoto wa Mungu. Amen. Labda unategemea msaada kutoka kwa watu, labda unatamani watu wakusaidie, lakini msaada wa mwanadamu una mwisho. Msaada wa mwanadamu una mwisho. Mwisho atakwambia tumechoka. Mwisho atakwambia tumechoka leo, sina takachokupa, sina pesa, sina chakula, nimeishiwa. Wewe unakuwa tu omba, kwani wewe umeshachosha. Lakini Mungu hawezi akachoka na wewe. Lakini Mungu hawezi akachoka na wewe. Pale alipofufuka, alifufuka na uponyaji. Pale alipofufuka, alifufuka na uzima. Nami nakutangazia uponyaji, nami nakutangazia uzima. Simama ukamchezee Mungu. Simama ukaruke kama alivyoruka kiwete huyu. Bwana Yesu asifiwe, watoto wa Mungu. Amen. Kiwete alikuwa homba, akiwekwa mlangoni ili apate sadaka, akaikize mahitaji yake. Mama yangu, labda unategemea watu, lakini ngoja nikwambie, msaada wa mwanadamu una kikomo chake. Atafika mwisho, atakwambia nimechoka. Ni heri jioni ya leo ukatambue kwamba hakuna kinachoshindikana mbele za Mungu. Haijalishi ni ugonjwa gani, haijalishi ni wanasema nini mbele zako. Itakapofika siku ya Mungu kwako, utashangaa. Kiwete alitegemea labda atapata zawadi, alitegemea atapata fedha. Kumbe ilikuwa ni siku ya Mungu akapate uponyaji. Kumbe ilikuwa ni siku ya Mungu akapate kusimama. Kumbe ilikuwa ni siku ya Mungu akapate uponyaji. Basi mama yangu, mlilie Mungu ndiye awezaye kuponya. Basi mama yangu, mlilie Mungu ndiye awezaye kuponya. Akakuponya na magonjwa yako, akakuponya na shida zako, akakuponya ili ukapate kusimama katika kitanda cha magonjwa. Kama aliposimama baba huyu, kama aliposimama kiwete huyu, wakamwambia hatuna fedha, hatuna dhahabu, mbali tulicho nacho ndicho tutakapokuta. Nami ndani ya vitengo vya mikono yangu sina dawa, sina chochote, lakini nakutangazia uzima kwa jina la Yesu Kristo. Ukasimame katika kitanda cha magonjwa, na kutangazia uponyaji kwa jina la Yesu. Ukasimame kwenye tatizo mbalimbali, ukasimame kwa jina la Yesu, na kusimamisha katika kitanda cha magonjwa. Katika kitanda cha magonjwa na usimame mama yangu. Katika kitanda cha magonjwa na usimame baba yangu. Usimame. Tazama, watu wamekwisha kukupanga majina kwa sababu ya shida zako. Wanakuwa wanasema labda umefanya dhambi, labda umemkosea Mungu, lakini wanashindwa kuelewa. Yohana 9, tunaanza ule mstari wa 1 hadi mstari wa 3. Neno la Mungu inasema hivi: hata alipokuwa akipita, alimuona mtu kipofu tangu kuzaliwa kwake. Mtu kipofu tangu kuzaliwa kwake. Unasikia? Wanafunzi wake wakamuuliza, wakisema, Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu azaliwe, wazazi wake, hata azaliwe kipofu? Yesu akajibu, huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake, mbali kazi ya Mungu idhibitishwe ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema kwamba akamuona mtu ambaye ni kipofu toka tumboni mwa mama yake. Wanafunzi wanamuuliza Yesu, ni nani aliyefanya dhambi hatimaye mtoto huyu akazaliwa ni kipofu? Yaani watu wengine wanadhani pale wewe unapopita kwenye shida mbalimbali, wanadhani labda umefanya dhambi, wanadhani labda umemkosea Mungu, wanadhani labda umefanya kitendo ambacho umepigwa na Mungu. Lakini Mungu anasema hapa, hakuna yeyote ambaye amefanya dhambi. Hata wazazi wake hawakufanya dhambi, lakini ni kazi ya Mungu idhibitishwe ndani yake.
Bwana Yesu asifiwe. Wanadhani unavyogonjwa, unavyopitishwa kwenye shida mbalimbali, labda umemfanyia Mungu dhambi. Haujafanya dhambi yoyote, lakini nakuhakikishia kwa matendo ambayo Mungu atakufanyia, kwa uponyaji ambapo Mungu atakwenda kuponya, utukufu wa Mungu utakwenda kudhihirishwa ndani yako. Utukufu wa Mungu utakwenda kudhihirishwa ndani yako, na utakwenda kusimulia matendo makuu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mponyaji ni Mungu peke yake. Mponyaji ni Mungu peke yake, mwana wa Mungu. Naye akasema Mungu, njoni nyote mnaolemewa na mizigo, njoni myalete kwangu mimi, ambaye niwezaye kutenda, ambaye mimi niwezaye kutatua, ambaye mimi niwezaye kubeba mizigo yenu na kuitua. Sio tu mzigo wa dhambi, hata magonjwa ni mzigo. Mletee Mungu chochote unachokiona kwamba ni kigumu kwako. Mletee Mungu kile chochote unachoona kwamba hiki ni kigumu kwangu. Hajalishi ni ugonjwa namna gani. Umeona kwamba umechoka, akili zako zimefika mwisho, unasema sitapona tena. Mungu ni mponyaji, atakuponya. Akasema kwamba pale akili zako zimefika mwisho, yeye ndiyo mwanzo wake wa kutenda. Usichoke, usiseme nimechoka, nimekwisha kwenda kwa waganga wa jadi hadi kuku zote zimekwisha. Nimekwenda kwa waganga wa jadi hadi manguo yote na viatu nimekwisha kupeleka kule. Nimebakia uchi tena, sina tena mavazi. Nitafanya nini tena? Bado ipo suluhisho lako. Suluhisho la magonjwa mama lipo. Kiwete huyu kila siku mlangoni anaomba, lakini ipo siku Mungu akasema lazima leo utasimama. Mungu akasema leo kupitia watumishi wa Mungu utakwenda kusimama. Mungu akasema kiwete leo utasimama. Petro na Yohana wakasema hatuna dhahabu, lakini kwa jina la Yesu usimame. Kwa jina la Yesu chukua, kwa jina la Yesu ondoka. Akasimama. Miguu ikatiwa ngupo. Ikasema kwamba vifundo vya miguu vyake vikaanza kufunguka. Vifundo vya miguu vikaanza kufunguka. Akajikuta ni mzima. Akaruka mbele za Mungu. Na wewe ninaamini kwamba jioni ya leo, ninaamini kwamba asubuhi ya leo, ninaamini kwamba mchana wa leo, mahali popote ulipo, leta mzigo wowote wa magonjwa ambao umekwenda kuona kwamba unakuwa ni mzito. Wanasema kwamba uwezi ukapona tena, lakini kwa Mungu anakuwazia uponyaji. Wanasema kwamba wewe hutapona tena, usubirie kifo, lakini kumbe kwa Mungu sio hivyo. Basi njoo kwa Mungu, leta mizigo yote, leta huo mzigo wa magonjwa. Bado Mungu anaponya. Ikiwa aliponya kiwete, na wewe kuna uwezekano wa kuponya. Kama waliponya kiwete, kana wewe utapona. Kama aliponya kiwete, na wewe unawezekana utapona. Utapona mama yangu, usiwe na shaka, wasikukatishe tamaa. Watumishi wa Mungu wana uponyaji wako. Nenda kwenye maombi, nenda kwa wachungaji wakuombee. Batimayo, Petro na Yohana wakamponya kiwete. Petro na Yohana wakamponya kiwete, akasimama kupitia watumishi wa Mungu. Mungu alishusha uponyaji wake kupitia watumishi wa Mungu, wakamtangazia uponyaji, wakamwekea mikono, naye akasimama. Nini kigumu? Ugonjwa gani unaodhani hauwezi ukapona? Ikiwa kiwete alipona, wewe ugonjwa wako unaona ni kiasi gani, ni ugumu gani ambao unaweza ukamshinda Mungu? Mwana wa Mungu, Mungu anapona. Mungu anaponya. Njoo kwa Yesu. Kuna uponyaji wako. Usikawie, usisinzie. Njoo. Kile unachokiona ni kigumu mbele za Mungu, kwake ni rahisi. Ni dakika moja tu. Siku yako itakaposhuka, dakika itakapofika, utaona kwamba nilikawia kumkimbilia Mungu. Weka moyo wako, mmimine Mungu, ukaseme nahitaji kupona. Hata kupona. Kiwete aliruka. Ninaamini na wewe utakwenda kuruka jioni ya leo. Utakwenda kuruka usiku wa leo na kutangazia uponyaji kwa jina la Yesu. Haijalishi ni ugonjwa gani unaokusumbua, ukaruke kama alivyoruka kiwete huu. Ukaseme Bwana, nimekutana na Bwana.
nami nakutangazia uponyaji. Haijalishi wanasema umemkosea Mungu, haijalishi wanasema kwamba umetenda dhambi. Wakamuuliza, mbona kipofu huyu alizaliwa toka tumboni mwa mama yake ni kipofu? Je, wazazi wake walitenda dhambi? Lakini Mungu wa Yesu akasema kwamba wazazi wake hawajatenda dhambi. Hakuna aliyetenda dhambi, lakini ni utukufu wa Mungu udhibitike ndani yake. Na wewe kupitia ugonjwa unaogonjwa, ninaamini Mungu atakwenda kujitukuza ndani ya roho yako, atakwenda kujitukuza ndani ya maisha yako, atakwenda kujitwalia utukufu kupitia ugonjwa. Pale utakapokwenda kusimama katika kitanda cha magonjwa, pale ambapo utakwenda kusimama katika magonjwa yanayokusumbua. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe, watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bado Mungu anaponya. Bado yuko kwa ajili yako. Kwa ajili ya magonjwa watu wengine wanadharauliwa. Kwa ajili ya magonjwa watu wengine wanatengwa. Kwa ajili ya magonjwa watu wengine wanaonekana hawafai. Mungu hawezi kukuona hufai kwa sababu ya magonjwa yako. Mungu ijapokuwa wana magonjwa yako hayo, anakuthamini bado na anatamani uponywe. Anatamani upate uponyaji. Anatamani upate uponyaji. Hawezi kukuponya tu Mungu. Ni Mungu tu ndiye ana uponyaji wa kweli. Ni Mungu tu ndiye ana uponyaji wa kweli. Hata kupeleka wakuku wote ambao anaweza kusaidia hata kulipa ada ya watoto, ambao anaweza kusaidia hata kwa mahitaji mengine, ukawapelekea wao wale nguo ambazo unaweza ukavalisha watoto, ambazo unaweza ukavaa, unawapelekea wao wale. Na wakati kuna uponyaji wa bure kabisa kwa Mungu, kuna uponyaji wa bure. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa Mungu kuna uponyaji wa bure. Waliweka mikono, watumishi wa Mungu waliweka mikono, kiwete akapona, akaruka bila kutoa hata senti kidogo, bila kuombwa rushwa, bila kuambiliwa leta kuku mweupe, bila kuambiliwa leta vitenge viwili. Alipata uponyaji, akasimama, akasimulia matendo makuu ya Mungu. Nami nakutangazia jioni ya leo kupitia jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ukasimama kwenye kitanda cha magonjwa. Haijalishi ni homa kali, haijalishi ni kiuno kuuma, haijalishi ni pressure, haijalishi ni kisukari, haijalishi ni ukoma, haijalishi wewe ni mlemavu hauwezi kutembea, haijalishi ni ugonjwa gani unaokufunga, haijalishi ni ukimwi. Mungu akusema kwamba mimi ugonjwa fulani naweza nikaponya na ugonjwa fulani siwezi nikaponywa. Anasema hakuna kinachoshindikana kwake. Haijalishi ni ugonjwa gani, ukija kwake ukasema mimi nimeachia kwa Mungu, ukasema mimi sina njia nyingine, ukasema nimemuona mponyaji wangu ni Mungu, utakwenda kupona mwana wa Mungu. Kuna watu ukisikia shuhuda za watu mbalimbali, unaweza kadhani wengine wanasema uongo, lakini si uongo. Wamepitia magumu kukushindia wewe, wamepita shida mbalimbali kushindia hiyo ya kwako, lakini wamekwenda kumuona mkono wa Mungu, lakini wamekwenda kuona mkono wa Mungu. Mbona hilo lako ni ndogo? Mbona lako unaona kama ni nzito sana? Lakini kumbe ni mwiba tu. Ni mwiba tu kwa Mungu. Ni mwiba tu. Njoo kwa Mungu. Usikawie, njoo usiku wa leo. Usikawie, njoo asubuhi ya leo. Nenda kwa watumishi wa Mungu walio karibu yako wakuombee. Roho yako imimine kwa Mungu. Nafsi yako imimine kwa Mungu. Roho yako imimine kwa Mungu. Mlilie Mungu, ukamwambia sina msaada mwingine, ninakutegemea wewe. Majina waliokupanga wanasema wewe utaikalia tu hivyo hivyo ni magonjwa, na wengine wanasema labda unajidanganya magonjwa, lakini nakwambia yupo Mungu asiyetazama, yupo Mungu asiyesema neno lake la mwisho, anakutangazia uponyaji. Basi mama yangu, mtegemee Mungu na ukajue kwamba Mungu ndiye mponyaji wa kweli. Ukaamini kwamba Mungu ndiye mponyaji wa kweli. Zaidi yake hakuna mwingine na hatakuwa mwingine. Maana yeye akiponya, anaponya bila mashimango, anaponya bila kujitapa, anaponya bila majivuno, anaponya bila majigambo, na akiponya anakuacha huru kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu yupo, na yupo kwa ajili ya shida yetu. Yupo kwa ajili ya shida zetu. Yupo kwa ajili ya mizigo yetu. Kile chochote ambacho tunajiona kwamba ni kigumu, yeye anasema kwamba tumpelekee yeye apate kukitatua. Basi mwana wa Mungu, hakuna kigumu. Magonjwa unayoyaona kwamba ni mazito, kwa Mungu ni mwiba.
mwiba, kiwete akasimama, akaruka, miguu ikatiwa nguvu. Nawe ukatiwe nguvu kwa jina la Yesu Kristo. Nawe ukatiwe nguvu kwa jina la Yesu Kristo. Nawe ukasimame kwa jina la Yesu Kristo. Nawe ukasimame kwa jina la Yesu Kristo. Haijalishi ni ugonjwa gani, sitamani kujua hata ugonjwa unaougua, lakini natangaza uzima kwa jina la Yesu Kristo. Ukasimame kwenye kitanda hicho, ukasimame kwenye masirumu hayo, ukasimame kwenye damu hiyo, ukatoke kwenye kikohozi hicho, ukatoke kwenye kisukari hicho, ukatoke kwenye presha hiyo, ukatoke kwenye kizunguzungu hicho, ukatoke kwa magonjwa hayo yanayokusumbua kwa jina la Yesu Kristo. Nami ninaamini kwa mamlaka ya Yesu Kristo unakwenda kupokea uponyaji. Kwa mamlaka ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina lenye nguvu na mamlaka, kwa jina lenye uponyaji la Yesu Kristo, utakwenda kupokea uponyaji. Utakwenda kusimama na utasimulia matendo makuu ya Mungu ambaye amekwenda kuweka ndani yako kupitia magonjwa hayo. Utakapopona, utakwenda kusimulia matendo makuu ya Mungu. Asante, maana uponyaji una Mungu na atakwenda kukuinua na utakwenda kusimama tena. Ni katika jina la Yesu Kristo, mwamba na mwokozi wetu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe.